Kwa siku ya leo, kama ambavyo nimekujuza msikilizaji na mtazamaji wa Amani Radio Online TV na mtazamaji wa Holy Cross Family Ministry Tanzania, kwamba tutazungumza kuhusiana na familia, lakini leo tunazungumza kuhusiana na familia katika mpango wa Mungu. Yapi ambayo unapaswa kuyafahamu zaidi? Basi safiri nami mwanzo mpaka tamati, ambapo tupo pamoja na katekista Rainieli Petro, ambaye yeye anafanya utume wake katika parokia ya Mtakatifu Yosefu Mfanyakazi Ola City, lakini nikiwa hapa pamoja na Scholastica Masanja kutoka idara ya familia na ndoa, ambaye kwa siku ya leo naye tutazungumza naye kwa kina kuweza kufahamu tunaposema familia katika mpango wa Mungu, nini hasa tunapaswa kuelewa. Wewe ambaye uko tayari kujifunza na kufuatana nasi mwanzo mpaka tamati kupitia masafa ya 101.5 Amani Radio FM, usisahau endelea kunitumia swali la kwako kupitia nambari ya 0797 004018. Lakini wewe ambaye unatutazama muda huu, hakikisha pia unatuandikia swali la kwako, lakini maoni ya kwako hapo chini, na utume wa familia wa Shirika la Msalaba Mtakatifu Tanzania watakuja kukupa ufafanuzi zaidi. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Karibuni sana. Kwa siku ya leo tunapata nafasi ya kuzungumza juu ya nyenzo muhimu sana katika kanisa, katika jamii, tukiwa tunamaanisha familia. Lakini msikilizaji na mtazamaji ambaye anawatazama sasa, ingekuwa vyema ungeweza kujitambulisha mwenyewe, afahamu tunaposema katekista, kazi zako ni nini, majukumu yako ni nini, na kwa siku ya leo basi tunazungumza nawe ukitumika wapi. Asante sana. Kwa majina naitwa katekista Rainieli Petro. Katika utume wangu ninafanya parokia Mtakatifu Yosefu Mfanyakazi Ola City. Katika majukumu ya katekista, tunaposikia neno katekista moja kwa moja kwamba ni mwalimu wa dini katika kanisa Katoliki. Ni mwalimu ambaye anafundisha mafundisho mbalimbali ya imani, kuanzia watoto, watu wazima hadi vijana. Na katika kufundisha huko, basi tunajitahidi kadiri ya mpango wa Mwenyezi Mungu ili kuweza kufanikisha yale ambayo Mungu ameyafunua ndani ya kanisa, mwanadamu anayapata na kuyaishi, hatimaye sote tuweze kuurithi uzima milele, ambaye kanisa ndiye mama wa mafundisho hayo. Nami kama katekista nikisimamia katika misingi ya kanisa, huwa ninamwomba Mungu tuweze kutoa hiyo katekesi ili watu waweze kupata mafundisho sahihi ya kanisa Katoliki. Barikiwe sana katekista, na karibu sana kwa siku ya leo tuweze kuzungumza pamoja na mtazamaji ambaye anatutazama sasa kupitia Amani Radio Online TV, lakini kupitia Holy Cross Family Ministry Tanzania, kuweza kumjuza mengi zaidi. Karibu sana. Asante sana ndugu mtangazaji. Naitwa Scholastica Masanja, nafanya kazi katika utume wa familia wa Shirika la Msalaba Mtakatifu Tanzania katika idara ya maisha ya familia na ndoa. Nikushukuru sana dada Scholastica Masanja kwa kuwa nasi kwa siku ya leo. Lakini katekista, tunapozungumza familia katika mpango wa Mungu, Mkristo Mkatoliki ambaye anatutazama sasa na ambaye anatufuatilia kupitia 101.5 Amani Radio FM anapaswa kuelewa nini? Asante sana ndugu mtangazaji. Tunaposema familia si wazo la mwanadamu, bali ni mpango wa Mungu tangu mwanzo wa uumbaji. Mwenyezi Mungu alipenda kumuumba mwanadamu kwa sura na mfano wake, yaani wazazi wetu wa mwanzo ambaye ni Adam na Eva, na aliwaweka ili waishi ndani ya familia, ambayo tunajifunza pia ni taasisi ya Mungu iliyoanzishwa na yeye mwenyewe katika agano la ndoa, ambayo tukisoma katika kitabu cha Mwanzo ile sura ya kwanza aya ya 26 hadi 28, Mungu anapomuumba mwanadamu, basi huyu mwanadamu anambariki. Na katika kumbariki anamwambia nenda kazae na kuongezeka. Ina maana tayari ni mwanzo wa kuishi katika familia, na ni Mwenyezi Mungu ndiye kaanzisha jambo hilo. Kwa hiyo sio mpango wa mwanadamu, bali ni Mungu mwenyewe ambaye ni muasisi wa kwanza katika familia, na alitamani mwanadamu aishi ndani ya familia takatifu.
Nikushukuru sana katekista kwa utangulizi huo mzuri kabisa ambao umeweza kutupatia kwa siku ya leo. Lakini kwa nini ndoa ni mpango wa Mungu katika familia, na tunapozungumza familia katika mpango wa Mungu lazima tuguse ndoa? Asante sana. Ni kweli hatuwezi kuwa na familia takatifu bila ndoa, kwa sababu Mungu alitamani kwamba katika familia zote ziishi katika ndoa takatifu, na ndoa ndio chanzo cha familia zote. Na hii kama nilivyosema mwanzo juu ya kitabu cha Mwanzo, Mungu alipombariki Adamu na Eva ili waishi katika mpango na agano takatifu la ndoa, ili waweze kusaidiana, ili waweze kuishi pamoja katika utakatifu, ili waweze pia kulinda uumbaji wa Mwenyezi Mungu, yale ambayo Mungu aliyowakabidhi na kuwaweka katika bustani ya Edeni, ili waweze kuitunza pamoja, waweze kusaidiana, waweze kuishi katika upendo, waweze kuishi katika furaha na katika amani ya kweli. Familia iweze kuishi katika furaha na katika amani ya kweli. Lakini katekista Rainel Petro, tunapozungumza kuhusiana na familia katika mpango wa Mungu, ningetamani kufahamu familia ina nafasi gani katika kuendeleza maisha ya imani? Asante sana ndugu mtangazaji. Familia kwamba inapaswa kuishi katika imani, katika maagizo ya Mwenyezi Mungu. Kwa sababu tunaposema imani ni maagizo ya Mwenyezi Mungu. Mungu alipenda mwanadamu aishi katika mpango wake Mwenyezi Mungu, sio kuishi nje ya mpango wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kama mwanadamu anavyoishi katika mpango wa Mungu, moja kwa moja Mungu anakuwa ndani yake na yeye anakuwa ndani ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu ni Mungu mwenyewe ndiye chanzo cha huyu mwanadamu. Kwa hiyo kama ni chanzo cha mwanadamu, alipomumpa hapa katika hii dunia, katika ili aweze kuishi katika utakatifu wake wa Mwenyezi Mungu, ili aweze kuishi katika mpango wake, na baada ya kuishi katika mpango wake, ili aweze kuishi akiondoka duniani, ili aweze kwenda sehemu ambayo Mwenyezi Mungu anaishi umilele. Kwa hiyo katika kukaa kwake mwanadamu anapaswa kuishi katika maisha maadilifu, maisha yenye kumpendeza Mungu, maisha yenye kumcha Mungu katika hali zote mpaka dakika ya mwisho. Nikushukuru sana katekista kwa ufafanuzi huo mzuri kabisa. Lakini nirudi kwako dada Scholastica Masanja. Tunapozungumza kuhusiana na familia katika mpango wa Mungu, bado tunayaishi na kuyakumbuka maisha ya Padre Peyton, na familia zinapaswa kujifunza nini hasa katika mpango huu wa Mungu, lakini hasa katika maisha ya Padre Peyton? Asante sana ndugu mtangazaji. Familia zina mpango wa ili familia ziweze kuyaishi au kuishi utume wa Father Patrick Peyton. Kwanza tunaanzia kwenye familia, wazazi wa Padre Patrick Peyton ambao wao walisimama katika nafasi, walisimama katika lile kusudi la Mungu ambalo Mungu mwenyewe aliliweka, kwamba familia waishi katika mpango wa Mungu, katika upendo, kuvumiliana, msamaha, malezi ya watoto na maisha matakatifu ili kutakatifuza wao wenyewe, wajitakatifuze na kutakatifuza malimwengu. Kwa hiyo familia ili ziweze kuishi katika ule mpango, kwanza tunaanzia kwenye familia. Ili tumuenzi Patrick, tunaanzia kwanza kwenye chimbuko la familia. Wazazi wa Patrick Peyton walisimama katika msingi bora kama familia takatifu. Wakifuata familia takatifu ya Yesu, Maria na Yosefu, waliweza kuishi yale maisha matakatifu. Waliweza kuishi pamoja, waliweza kusali pamoja, waliweza kusimamia malezi bora ya watoto, na waliweza kusimamia imani tena ya kanisa Katoliki. Waliwafundisha watoto wao kazi, waliwafundisha sala, lakini waliwafundisha kuishi katika jamii iliyo bora. Na ndio maana leo basi tunajivunia kwamba kuna shujaa wa imani ambaye alitoka kwenye familia. Sio familia takatifu ya Yesu, Maria na Yosefu, ni familia ya kawaida ya John pamoja na Maria, ambao wao walisimama katika nafasi kufata mpango wa Mungu kwa kuiga maisha ya familia takatifu. Kwa hiyo ili tuweze kumuenzi maisha ya Father Patrick Peyton, lazima kwanza turudi kwenye familia zetu. Je, tunaishi ule utakatifu? Je, tunaishi ule mpango wa Mungu? Katika upendo wa Mungu ni upendo. Mpango wa Mungu ni uvumilivu. Mpango wa Mungu ni kusameheana pale tunapokoseana. Mpango wa Mungu ni kuishi masakramenti. Je, tunaishi sakramenti za kanisa?
Je, tunaheshimu visakramenti vya kanisa? Tunaheshimu watumishi wa Mungu? Tunaheshimu mpango wa Mungu kulingana na jinsi katekisimu inavyosema au mpango wa kanisa unavyosema? Kumbe ili tuweze kumwenzi Patrick, turudi kwanza kwenye chimbuko ambako Mungu ndivyo aliweka msingi kwamba ili kuwe na familia, ili kuwe na maisha matakatifu, lazima tuanze kwenye familia. Basi utume wa familia leo unatualika ili tuweze kumwenzi Father Patrick, turudi kwanza kwenye familia zetu, tuishi utakatifu, tuishi ule upendo ambao Mungu mwenyewe ndio upendo aliuanzisha. Tuweze kuvumiliana inapotokea mwenzako ameenda tofauti kidogo na unavyotamani wewe, hebu turudi tumvumilie. Unapomvumilia unatengeneza msamaha. Unapotengeneza msamaha, tayari upendo wa Mungu unakaa karibu. Hapo tutakuwa tumemwenzi Padre Patrick Peyton alipokuwa anasema familia inayosali pamoja huishi pamoja. Nirudi kwako katekista. Umeyasikia mengi yamezungumzwa na dada Scholastica kuhusiana na familia kuweza kuishi mpango wa Mungu. Lakini familia nyingi sasa hivi zinakumbana na migogoro ambayo inapoteza ile mpango wa Mungu kuweza kutimia, wa kuwa na watoto lakini kuishi katika upendo na amani. Tunafanyaje hapo katekista? Ni kweli kabisa, katika hali ya sasa mara nyingi familia zina migogoro mikubwa, na mengine hata unakuta ndoa zingine wanaachana au watoto kuishi peke yao na wazazi kutokana na changamoto za kimaisha. Lakini tujue kwamba katika hayo yote ambayo tunaona katika migogoro, si mpango wa Mwenyezi Mungu, bali ni kutokana na watu kumwacha Mwenyezi Mungu, ndio migogoro ya kifamilia huwa inatokea. Kwa sababu Mungu alipomuumba mwanadamu alipenda aishi katika familia, katika umoja. Na hata mababa wa kanisa walisisitiza sana katika mtaguso wa pili wa Vatikani ambao ulisema kanisa ni familia ni kanisa la nyumbani, ni mahali patakatifu pa ibada au seminari ya kwanza kwa ajili ya kulea miito mbalimbali ndani ya kanisa. Kwa hiyo kama familia ni kanisa, basi tunapaswa kujitahidi sana wa Kristo na watu mbalimbali kuishi katika tunu zile za kanisa, yaani kuweza kuepuka migogoro mbalimbali inayotukumba katika familia na kututenga na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tujitahidi katika kusali na tujitahidi katika upendo wa kweli ambao Kristo mwenyewe ameufunua ndani ya kanisa na ametufundisha namna ya kuishi huo upendo. Kwa hiyo hapa ni upendo na uaminifu. Tukiwa watu wa upendo, tukiwa katika hali ya uaminifu na tukiwa katika hali ya msamaha, tutaweza kubebeana katika changamoto zetu na madhaifu yetu na kumpelekea Yesu Kristo mwenyewe ili hatimaye aweze kuyabeba na familia itaweza kubaki kuwa salama. Kwa hiyo kitulizo pekee ni kwa Yesu peke yake. Lakini familia inapaswa kuungana pamoja, hasa katika kusali pamoja, yaani baba, mama na watoto wawe na ratiba ya sala. Tuna sala za asubuhi, tuna sala za jioni na sala mbalimbali za kanisa. Tukiweza kuwa katika hali hii, basi upendo wa Mungu utatawala katika familia. Lakini katekista, nikisalia kwako, Holy Cross Family Ministry Tanzania wamekuwa na mkakati wa kuendelea kuhamasisha na kuhimiza pamoja na kukuza maisha ya sala katika familia. Je, familia zinawezaje kuwa kanisa la nyumbani ili kuweza kuishi mpango wa Mungu? Asante sana ndugu mtangazaji. Tunapozungumza swala kuweza kuishi familia katika mpango wa Mwenyezi Mungu au kuweza kukaa pamoja, jambo la kwanza tunapaswa kugundua kama tulivyosema mwanzo kwamba katika familia tunajua kuna baba, kuna mama, kuna watoto. Hawa baba na mama wakiweza kuishi pamoja, wakiweza kuishi katika tunu za Mwenyezi Mungu, wakiweza kuishi katika amani na upendo wa kweli, tutaweza kuishi pamoja katika familia yenye kumcha Mungu, yenye kumpendeza Mwenyezi Mungu. Lakini baba na mama wanapokuwa mbali, kila mmoja anakuwa na mambo yake, kila mmoja anakuwa na jambo lake, kila mmoja anakuwa yuko mbali katika malezi, basi tujue kwamba tunaweza tukaleta katika hali ambayo sio njema sana katika familia. Kwa hivyo wazazi, tujitahidi sana kukaa pamoja na tujitahidi kuwafundisha watoto wetu malezi mazuri, yale ambayo kanisa tumeyapata kuanzia utotoni, tumeyapata katika sakramenti ya ubatizo,
ubatizo, katika sakramenti ya Ekaristi, katika sakramenti ya kipaimara, na hata wazazi katika sakramenti ya ndoa na mafundisho mbalimbali. Kwa hivyo tukiaishi mafundisho, basi familia itakuwa sura ya Mungu duniani. Nikushukuru sana Katekista Rainel Petro kwa ufafanuzi huo mzuri kabisa. Msikilizaji wa 101.5 Amani Radio FM, kama ndo kwanza unaungana nami kwa siku ya leo, basi tupo tukisafiri pamoja na Holy Cross Ministry Tanzania, ambapo tunaendelea kuzungumza mambo mengi yanayohusiana na familia, wakiwa wana dhamira kubwa kabisa ya kuhakikisha kwamba familia zinaishi katika maisha ya sala na kujua kwamba mpango wa Mungu unaweza kutimia pale ambapo familia zitaishi katika sala na kusali kwa pamoja, kwa sababu sala yenye nguvu ipo mikononi mwako. Lakini wewe mtazamaji ambaye unaendelea kututazama sasa, endelea kututumia maoni yako hapo chini kwa hiki ambacho tunakizungumza kwa siku ya leo, tukiwa hapa na Katekista Rainel Petro kutoka katika parokia ya Mtakatifu Yosefu Mfanyakazi Olasiti, lakini pia tuko na Scholastica Masanja kutoka katika idara ya maisha ya familia na ndoa, na tunazungumza kuhusiana na familia katika mpango wa Mungu. Lakini Katekista, wazazi wengi sasa wanasahau wajibu wao katika maisha ya kiroho ya kuwakuza watoto wao katika misingi hiyo. Unahisi changamoto kubwa hasa ni nini? Asante sana ndugu mtangazaji. Katika changamoto ambayo ninahisi, ambao wazazi wengi kuacha kutoa malezi katika familia. Jambo la kwanza, katika kutoa malezi katika familia, tujue kwamba tumekabidhiwa na Mwenyezi Mungu kuwasaidia watoto wetu. Tulipowaingiza kanisani, tuliambiwa na kanisa kwamba tuwalee watoto wetu katika imani, katika upendo. Lakini kutokana na hali ya sasa, watu wengi katika hali mbalimbali, hasa juu ya utafutaji wa kipato cha familia, unakuta tunajisahau sana katika jambo la kiroho, na tumebezi katika mambo makubwa, hasa juu ya mambo ya kimwili zaidi. Kwa hiyo tunasahau lile lengo la kimsingi. Tunajua kwamba ni kweli mwanadamu anapaswa pia kutafuta, anapaswa kuwa na kipato, anapaswa pia katika uchumi wake uwe mzuri, lakini yasitutoe katika lengo la lile ambalo la kuweza kuishi katika tunu ya utakatifu, ya kuweza kuishi kuwasaidia watoto wetu, kwa sababu wazazi ndio walimu wa kwanza kwa watoto wao. Pale ambapo mzazi anaposhindwa kuwa mwalimu wa kwanza kwa watoto wao, basi changamoto tunaweza tukakumbana nayo. Na kuna baadhi ya wazazi unaweza kukuta kwamba aidha tunasahau lengo la kiroho na tunabezi katika mambo ya kimwili. Tunaweza kweli tunawasomesha watoto wetu katika shule mbalimbali ambao wanajifunza shule za gharama, lakini ni wazazi wangapi wanakaa na watoto wao kuwafundisha imani? Ni wazazi wangapi wanakaa na watoto wao kuwafundisha misingi ya kanisa, yani katika sala, yani kuishi sakramenti ya kanisa au kuijiongea sakramenti ya maungamo? Ni wazazi wangapi wanaambatana na watoto wao wala tunapokwenda kupata sakramenti ya kitubio au kuwafundisha juu ya katekesi ya kanisa? Ni wangapi? Wengi tumejisahau. Ndipo sasa mtu anapokuwa, basi unakuta mtu ameimarika akili, lakini roho yake wakati mwingine bado haijasimama vizuri. Tunapoimarisha akili, tunapaswa pia kuimarisha na roho zetu, kwa sababu siku ambayo Mwenyezi Mungu aliponipatia mtoto, basi alinikabidhi ili niweze kumlea na niweze kuhakikisha roho ya mtoto huyu inafika mbinguni saa ya mwisho. Nikushukuru sana Katekista Rainel Petro kwa ufafanuzi huo kuhusiana na wazazi ambao wanashindwa kuwajibika na kutimiza wajibu wao kwa watoto wao katika swala la kiroho, kwa sababu mzazi ni mwalimu wa kwanza kwa mwanae. Nirudi kwako Scholastica Masanja. Pengine familia zinapaswa kuishi namna gani ili kuweza kutimiza ule mpango wa Mungu, nikiwa namaanisha msamaha, upendo na amani? Vikikosekana, hii familia inakuwa namna gani? Asante sana ndugu mtangazaji. Familia inapotoka kwenye mpango wa Mungu au ikitoka kwenye ule muhimili ambao Mungu ameweka, familia hii lazima itayumba. Familia hii lazima kuna mahali itatetereka, aidha kiuchumi, aidha katika malezi, aidha kiimani. Kwa sababu usipokaa katika mpango wa Mungu, Mungu ametuumba ili tukae pamoja. Hajatuumba ili tutengane. Ndio maana alipoweka familia, maana yake alitamani hawa watu wakae pamoja, tushirikishane. Mimi ninapokuwa na furaha
nishirikishe familia yangu waione furaha yangu. Ninapokuwa na huzuni, familia yangu watambue kwamba leo mama ana huzuni, leo baba ana huzuni, leo huyu mtoto hayuko sawa. Kumbe basi tusipokaa pamoja, jambo la kwanza ambalo linatuweza kutufanya pamoja ni sala. Tunapokuwa pamoja katika sala, tunaposhirikishana zile nia zetu au changamoto zetu za siku, tunapokaa pamoja tunaweka nia. Kila mmoja anatoa nia yake. Mimi leo ninaombea kitu hiki kwa sababu nimekutana na 1 2 3. Mimi leo ninaombea hiki kwa sababu nimekutana na jambo ambalo Mungu amenitendea zuri. Tuliombee ili liendelee kustawi katika familia yetu. Katika changamoto tuombee Mungu atuondolee changamoto hii. Tusipokaa katika ule mpango, tayari familia inatetereka. Kila mmoja anachukua la kwake. Mama anaishi maisha yake, baba anaishi maisha yake, watoto wanaishi maisha yao, vijana wanaishi maisha yao. Hapo sasa tunatengeneza utengano ambao dunia ya leo ndiyo imemeza familia nyingi. Familia nyingi sasa hivi kila mmoja ametawanyika. Wazazi hawana tena muda wa kukaa na watoto wao, wana muda wa kutafuta pesa. Vijana hawana muda wa kukaa na wazazi wao, wana muda wa kushinda kwenye mitandao. Watoto nao vivyo hivyo, badala ya kubaki kwenye sala au kwenda kanisani, wamewekewa TV tena za kisasa ambazo zina kila kitu humo ndani yake. Mzazi unasema kwamba mtoto wangu anaangalia TV ili asitoke nje, lakini je, vile anavyoviangalia kule ndani vinamuimarisha kiimani au vinampoteza zaidi? Je, elimu unayompa mtoto wako inamuimarisha maisha ya kesho au ni maisha ya kujua kuongea Kiingereza kizuri, lakini katika maisha ya ulimwengu wa sasa au katika maisha ya imani mtoto wako hana kitu? Ninawashauri wazazi au ninazishauri familia ili ziweze kukaa katika mpango wa Mungu. Kwanza kabisa tudumu katika sala ya pamoja kwenye familia. Jambo la pili, tudumu kuishi katika masakramenti. Tuwaonyeshe watoto wetu kwamba kweli na sisi ni wafuasi wa Yesu Kristo. Tusiwe watu wa kusema tu nendeni kanisani, nendeni mkaungame. Kumbe mtoto anatamani aone mimi ninaenda kwa padri nikaungame. Mtoto anaiga kwamba kumbe hata baba huwa anakosea. Kumbe baba naye akikosea kuna baba ambaye anaweza kumsamehe. Lakini nisipoenda mimi kuungama, ninamjengea mazingira ya mtoto pia kwamba kuona dhambi ni kitu cha kawaida tu, na hata nikikaa nacho sio cha thamani sana. Ninapoenda na mtoto wangu kanisani, ni njia moja ya kumfundisha pia kwamba kumbe mzazi naye anathamini ibada au misa takatifu. Basi pamoja na kwamba tuko kwenye mambo ya utafutaji sana, lakini tukumbuke kwamba kuna familia nyuma inatutegemea, kuna taifa la Mungu nyuma linatutegemea. Tusipolisimamia vizuri, bado tutadaiwa. Mungu atatudai kwamba nilikukabidhi familia hii, nilikupa watoto 5, nilikupa watoto 2. Je, kwa nini umekuja mbinguni peke yako? Umewaacha? Kumbe basi tusaidiane ili tufikishane wote mbinguni. Nikushukuru sana dada Scholastica Masanja. Lakini nikirejea kwako Katekista Rainel Petro, tunapozungumza kuhusiana na mpango wa Mungu katika familia, tunaona sasa hivi ukuaji wa sayansi na teknolojia, mitandao imekuwa ndo sehemu kubwa ya maisha ya familia nyingi sasa. Unahisi inachangia kwa kiasi gani kutokutimiza ule mpango wa Mungu? Asante sana. Katika ulimwengu wa sasa ni kweli kuna mitandao mbalimbali ambapo ipo katika nyanja mbalimbali, lakini mitandao hiyo inapotumika vibaya, maana mwanadamu anatoka nje na mpango wa Mwenyezi Mungu. Lakini pale itakapotumika vizuri, basi mwanadamu ataweza kujifunza tunu mbalimbali kutoka kwa Mwenyezi Mungu katika elimu mbalimbali ya Mwenyezi Mungu ambayo vyombo vya habari pia hutumika. Lakini katika hali ya sasa unakuta katika vyombo hivi vya habari au vya mawasiliano, baadhi yao katika mitandao ya kijamii unakuta hata picha mbalimbali zinazotumwa ni picha ambazo wakati mwingine sio nzuri, au mafundisho yanayotoka katika mitandao mbalimbali wakati mwingine yanaweza yakakutoa hata nje ya Mwenyezi Mungu. Sasa mwanadamu anapokuwa akitazama na kuishi katika hayo mafundisho mengine ambayo mafundisho potofu au mafundisho ambayo hayako ndani ya kanisa, basi mwanadamu anatoka nje ya mpango wa Mwenyezi Mungu. Jukumu letu ni nini? Hata kama tunatumia mitandao, basi
itumike mitandao katika njia njema na nia njema yenye kuleta mafundisho sahihi, na mwanadamu aweze kumpata Mwenyezi Mungu pia kwa njia hii mitandao. Isitumike vibaya, lakini ikitumika vibaya, basi tujue kwamba mwanadamu anatoka katika lengo la mpango wa Mwenyezi Mungu. Asante sana katekista. Ili kutoka nje ya mpango wa Mwenyezi Mungu, basi tuhakikishe kwamba tunaitumia mitandao vizuri. Lakini sala yenye nguvu daima ipo mikononi mwako. Tunapozungumza kuhusiana na hili, dada Scholastica, familia zinawezaje kudumisha mawasiliano mazuri ili kuweza kuishi mpango wa Mungu katika familia zetu? Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Familia inaosali pamoja huishi pamoja. Familia zinaweza kudumu kuishi katika mpango wa Mungu kwa kuangalia pia maisha ya watu watakatifu. Katika kanisa tuna watu watakatifu ambao wanaweza kutuongoza. Mfano wa baba, wanaweza kuiga maisha ya Mtakatifu Yosefu. Mtakatifu Yosefu hakuwa mtakatifu katika maisha yake, lakini aliweza kuishi mpango wa Mungu. Mtakatifu Yosefu alikuwa mnyenyekevu. Mtakatifu Yosefu alikuwa mtii. Hata alipogundua kwamba Bikira Maria amebeba mimba, hakujua kwamba mimba ilikuwa ni ya nani, lakini hakutaka kwenda kwenye mitandao ya kijamii kama sasa hivi utakuta mtu amemwanika mtu ambaye alikuwa ni mtu wa rafiki yake, alikuwa ni karibu yake, alikuwa ni mke wake, alikuwa ni mume wake, lakini ukienda kwenye mitandao ya kijamii unakuta ameandika maelezo ambao unasema hivi, huyu mtu alikuwa karibu yake kweli? Tuige wanaume, tuige mfano wa Mtakatifu Yosefu. Yeye alikuwa mnyenyekevu, alitaka kumwacha Bikira Maria kwa siri, lakini baada, kwa vile alikuwa ni mtu ambaye anaishi mpango wa Mungu, Mungu alimtokea akamwambia usimwache, amebeba mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akatii. Kwa hiyo wanaume tujifunze kwa Yosefu utii, kwamba kumbe kuna mambo yanaweza yakatokea kwenye familia ambayo saa nyingine yanakuwa sio mazuri. Hebu kwanza nyenyekea, tii sauti ya Mungu, halafu muonye mwenzako kwa upendo. Mtakatifu Yosefu alipita changamoto nyingi, kukana Bikira Maria ambaye aliishi naye kama mke, lakini hakumjua kimwili. Je, leo kwenye familia zetu mmoja anapopata changamoto ya kiafya, je, mmoja anaweza kuvumilia? Anaweza kulinda ule utakatifu wa kumbeba mwenzake, kubeba madhaifu ya mwenzake? Kumbe basi, ili kuishi katika mpango wa Mungu, tubebeane madhaifu. Jua kabisa kwamba mimi ninaishi na mtu ambaye naye ana madhaifu, sio malaika. Unapogundua hilo kwamba siishi na malaika, ni rahisi kuishi mpango wa Mungu, kwa sababu utavumiliana naye. Utavumilia zile changamoto zake, utatembea naye katika furaha anayofurahi yeye. Lakini pia kwa wamama, kuna Mtakatifu Monika ambaye yeye alipitia changamoto kubwa katika ndoa yake. Aliolewa na mtu mpagani ambaye alikuwa anampiga kila siku. Alikuwa yeye Mtakatifu Monika alikuwa mcha Mungu. Akitoka kanisani anakutana na mwanaume ambaye anamtukana, mpaka na hilo Yesu wake anamtukana. Lakini Mtakatifu Monika alinyenyekea, alipika chakula, alimpa maji ya kuoga, alimfulia nguo zake, tena kwa unyenyekevu, kama vile hakutendewa kosa. Kumbe katika kule kuvumilia, pole pole kulimvuta yule baba. Mtakatifu Monika hakuwa na watoto watakatifu, alikuwa na mtoto ambaye alikuwa ni kikwazo katika Ukristo wake. Je, sisi watoto wetu wanapokengeuka tunawapeleka kwa Kristo? Tunawapeleka kwa Mungu? Au ndio tunakuwa tangazo la kusema mtoto huyu amenishinda tabia, mtoto huyu bora akafungwe tu? Hapana, tunakumbushwa na kwa kuiga maisha ya watakatifu au watu walioishi maisha matakatifu, kuiga ili tuweze kuishi katika mpango wa Mungu. Tufate wao waliwezaje? Kwa kusoma vitabu, kusoma maisha ya watakatifu. Biblia inatufundisha. Unaposoma Biblia kila siku, hata kama ni mstari mmoja, hautatoka kama ulivyokuwa. Utapata maarifa hata ya kulea watoto, kwamba mtoto wangu nikiona anaelekea hivi nimleeje? Biblia inasemaje? Mlee mtoto katika njia iliyo njema, naye hata iacha. Kumbe hata kama anafanya mambo mabaya, mimi nisichoke kumwelekeza, nisichoke kumwambia hiki kitu sio kizuri. Iko siku ile sauti itajirudia kwenye kichwa chake au kwenye akili yake au kwenye moyo wake, na mwisho atakuwa mtoto mzuri kama alivyokuwa Mtakatifu Agustino.
Asante sana Scholastica Masanja kwa mfano huo. Kumbe tunapaswa kuendelea kuiga na kuyaishi maisha ya watakatifu. Katekista, nirudi kwako. Familia nyingi sasa hivi zimekuwa na malumbano ya kuvunjika, watoto kulelewa na upande mmoja, wengi wamezoea kuita single mother. Pengine mpango wa Mungu unahisi watu wanaopoteza kwa namna gani katika familia hizi? Asante sana. Mimi ninavyohisi katika mpango wa Mungu watu wanavyopoteza ni pale ambapo mwanadamu anaposhindwa kuishi upendo wa Mwenyezi Mungu. Jambo la kwanza, kwa maana Mungu wetu ni upendo. Na kama ni upendo, basi tunaamini kwamba hawa wanandoa kuanzia mwanzo eza upendo uliwasukuma kuwaleta kanisani. Lakini pale wanapokengeuka kuishi ule upendo ambao wa mwanzo, ni upendo ambao wenye kuvumiliana, wenye kubebeana changamoto, ni upendo ambao wa furaha, basi mwanadamu anaposhindwa kuishi upendo ule Mwenyezi Mungu, basi ndoa nyingi huwa zinavunjika na hata watoto kulelewa na upande mmoja. Upendo wa kweli unapokosekana, lakini pia msamaha unapokosekana, uvumilivu unapokosekana katika familia, unakuta ndoa nyingi pia huwa zinaishi kinyume na mpango wa Mwenyezi Mungu. Pale ambapo uvumilivu unapokosekana, lakini pia unapokosekana uaminifu katika ndoa, uaminifu katika familia. Mtu anapofanya mambo yake peke yake, wakati mwingine hata katika kutafuta, tunapaswa wote kujua, katika baba anapofanya kazi, basi ajue kwamba kazi hii ni kwa ajili ya kwake, kwa ajili ya watoto, na kwa ajili ya mke wake pia, na kwa ajili ya jamii au ndugu zake. Lakini mtu anapokuwa upekee katika siri kubwa ambayo hata mwenzake amshirikishi katika jambo lolote, basi tunaona ndoa nyingi pia zinavunjika au zinasambaratika. Ili tuishi mpango wa Mungu lazima kuwe na msamaha, kuwe na kuvumiliana. Lakini katekista, tunasaidiaje sasa familia hizi ambazo zimevunjika na kupoteza ule mpango wa Mungu? Asante sana. Katika kusaidia hizo familia, jambo la kwanza, kila mmoja anapaswa kujijua kwenye dhamiri yake, wapi nilipomkosea Mungu na ni wapi nilipomkosea mwenzangu. Mtu anapogundua katika dhamiri yake, ndani ya moyo wake, ndipo sasa atakapoweza kuchukua hatua ya kuweza kurudi kwanza kwa Mwenyezi Mungu na kumwomba Mungu nihurumie, Mungu nisamee. Basi anaporudi kwa Mwenyezi Mungu, anapaswa pia kurudi kwa yule ambaye aliyemkosea. Sara baba yetu tunaambiwa kwamba tusamee kama sisi tunavyokosea wenzetu. Mara nyingi tunahesabu makosa kwa wenzetu, tunashindwa kujiangalia sisi wenyewe. Tunapaswa kwanza kujiangalia sisi wenyewe. Ninapogundua katika hali yangu ya udhaifu, ninapaswa kurudi kwa mwenzangu na hata pia kwenda kumuomba msamaha. Na msamaha unaotoka, basi utoke msamaha wa kweli na msamaha usiokuwa na malipo, kwa sababu Yesu alishatuokoa, Yesu alishatulipia pale msalabani. Mara nyingi unakuta familia nyingine kwamba ili nikusamee lazima unifanyie jambo fulani. Hapana, tusamee kweli kutoka katika kilindi cha moyo. Tukiwa katika hali hiyo ya msamaha, tutaweza kurudi vizuri kwa Mwenyezi Mungu na kurudi vizuri katika familia ambayo aidha mimi au wewe ulikuwa umejitenga nayo katika hiyo familia. Na yule anayeomba msamaha akubali kupokea msamaha katika moyo wa upendo na moyo wa huruma, kama mwana mpotevu alivyoomba msamaha na baba yake akampokea. Asante sana katekista. Lakini wakati unazungumza hilo, swali la msikilizaji hapa anasema, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Yeye hana ndoa, lakini anawezaje kuishi mpango wa Mungu katika familia yake? Asante sana. Kwa kweli katika kuishi mpango wa Mwenyezi Mungu katika familia, tujue kwamba mpango wa Mungu unaanzia pale ambapo tunapoingizwa ndani ya kanisa takatifu, yaani katika sakramenti ya mwanzo, katika sakramenti ya ubatizo, katika sakramenti ya Ekaristi, katika sakramenti ya kipaimara. Hayo unapoweza kuyaishi vizuri katika maagano ya ubatizo, katika sakramenti ya kipaimara, basi utaweza kuishi katika mpango wa Mwenyezi Mungu, kwa sababu ndizo sakramenti za mwanzo ambazo za kuingizwa katika Ukristo, na sisi ndio tunamjua Mungu kuwa baba yetu wa mbinguni, na pia tunakuwa mali ya
kanisa na yale ambayo tunayofundishwa katika na mama kanisa, katika Dominika, katika semina mbalimbali, ndipo tunapoweza kuweza kuishi mpango wa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo katika mpango wa Mwenyezi Mungu unaweza kuishi hata bila kufunga ndoa, kwa sababu sakramenti ya ndoa ni sakramenti ya huduma. Asante sana kwa ufafanuzi huo mzuri na kuweza kumjibu msikilizaji ambaye anatufuatilia sasa. Lakini msikilizaji mwingine ameuliza hapa, je, ukuaji wa sayansi na teknolojia unaendelea kuchangia mpango wa Mungu kuonekana au unaufifisha? Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Ukuaji wa sayansi na teknolojia ni namna ya wewe mwenyewe unavyoupokea. Ukiupokea vizuri, utaishi katika mpango wa Mungu. Ukiupokea katika upande mwingine, utaishi nje na mpango wa Mungu. Sayansi na teknolojia haijaja kuharibu mpango wa Mungu juu ya mwanadamu, bali umekuja kuboresha na kuendeleza maisha, kuyafanya kuwa marahisi. Ila sasa mimi mwenyewe, je, nimeupokeaje huo utandawazi? Nikiupokea vizuri, nitaweza kuishi kwenye mpango wa Mungu na maisha yangu yataenda kuwa mazuri na nitafanikiwa kimaisha, na bado imani yangu itabaki imesimama, na bado nitakuwa bado niko ndani ya mpango wa Mungu. Lakini nikiupokea kidunia, hapo nitakuwa nimetoka nje ya mpango wa Mungu na bado dunia itanishangaa. Tukisalia hapo dada Skola, pengine idara ya maisha ya familia na ndoa ndani ya utume wa familia wa Msalaba Mtakatifu Tanzania, mnawasaidiaje familia ambazo zina migogoro hiyo na imetoka katika ule mpango wa Mungu? Familia ambazo zina migogoro, kama tulivyosema kwenye vipindi vyetu, utume wa familia, tuna dawati la familia ambalo kazi yake ni kuzisikiliza familia, kusikiliza familia mbalimbali zenye changamoto. Wapo wanaotufikia ofisini kwetu, wapo wanatupigia simu, wapo tunaokutana nao wakati tunatembelea familia. Utume wa familia una huduma ya kutembelea familia moja moja na kukaa nao, kuzungumza nao, watueleze changamoto wanazokutana nazo kiimani, kimaisha, kimalezi. Je, familia yenu nyie mnaishije? Mnaishi kiimani vizuri? Je, mnaishi mpango wa Mungu? Ndipo sasa kule wanatuambia. Ndipo sasa tunapokutana na mwenye changamoto, hapo tunaanza kumshauri, tunaanza kuzungumza naye. Lakini tukiona changamoto yake ni kubwa, huwa tunamkaribisha ofisini kama hataweza kufika, au kama hataweza kufika, huwa tunapanga naye siku nyingine ya kurudi kwenye familia yake. Kwa wale ambao bado hatujawafikia, huwa wanapata mafundisho yetu kwa kupitia kama redio hivi tunavyozungumza, wanapata mafundisho yetu kwenye semina mbali ambazo tunazirusha kwenye mitandao yetu ya kijamii. Kwa kupitia hiyo watu huwa tunawasaidia, kwa maana wanaposikiliza au wanapotutazama huwa wanapiga simu au wanatuma message ambao huwa tunawasaidia wengine huko waliko. Lakini kwa wale ambao wako karibu, kama una changamoto yoyote ya kijamii, ya kifamilia, ya kimalezi ya watoto, karibu kwenye ofisi yetu, tutakusaidia na tutaweza kuishi katika ule mpango wa Mungu. Swali la msikilizaji Dada Skola hili linakugusa moja kwa moja. Anasema, idara ya maisha ya familia na ndoa, mnasaidiaje familia ambazo ni suria ili kuweza kuishi mpango wa Mungu? Idara ya familia na ndoa kwa kupitia utume wa familia, tunawasaidia wale ambao wanaishi suria kwa kuzungumza nao, kwa kuwapa semina mbalimbali na kuwaelewesha kwamba kuishi suria sio mpango wa Mungu. Kwanza unajitenga na sakramenti za kanisa, halafu unakosa zile baraka za Mungu. Kumbe tunawashauri waweze kufunga ndoa, waweze kukaa karibu na Mungu, waweze kurudi kwenye mpango wa Mungu ili nao waishi masakramenti ya kanisa. Sisi tunawasaidia kwa kuwashauri, tunawasaidia kwa kuzungumza na mmoja tunapokutana naye, lakini tunawashauri kwa kuwapa semina. Kwa mfano kama parokiani tunapokuwa na semina, huwa tunamuomba paroko atukutanishe na kundi hilo, kwamba tunaomba tukutane na watu wanaoishi suria ili tuweze kuwapa semina na kuwaelimisha na kuwaelewesha kwamba kuishi suria sio mpango wa Mungu. Unakuwa nje. Mungu yuko, baraka za Mungu zipo, lakini kuna mwamvuli unazuia baraka za Mungu zisifanyeje, zisikufikie. Kumbe unapokuwa nje,
tayari unakosa vitu vingine kutoka kwa Mungu. Pamoja na kwamba Mungu anabariki, lakini kuna vitu unavikosa. Mfano, unakosa kushiriki Yesu Ekaristi. Na Yesu Ekaristi ni uzima, ambapo amesema kila anayeshiriki anakaa ndani ya Yesu. Kumbe usipomshiriki Yesu unakuwa nje ya Yesu. Kumbe basi tunawashauri kwa kupitia mitandao ya kijamii, kwa kupitia kuzungumza nao kwenye semina mbalimbali, kwa kupitia kwenye familia tunapowatembelea, ndipo tunazungumza nao na kuwapa ushauri. Hata wewe msikilizaji ambao unatusikiliza, tunakushauri kwamba ukae katika mpango wa Mungu. Ili ukae katika mpango wa Mungu, ni vizuri ukafunga ndoa. Kwa sababu kufunga ndoa hukuhitaji gharama. Ni wewe na mwenza wako na wasimamizi wako wawili, unaenda hata sakristia, ndoa inafungwa. Sio lazima sherehe. Sherehe ni kuamua wewe mwenyewe kwamba ni alike ndugu na jamaa wafurahie, lakini ndoa ni ya kwako wewe na mume wako, wewe na mke wako. Hiyo ndo ndoa. Asante sana Scholastica Masanja, na ni imani kwamba swali la msikilizaji limejibiwa vyema kutoka idara ya maisha ya familia na ndoa. Lakini katekista, nikirudi kwako kabla hatujamuaga mtazamaji na msikilizaji ambaye tumeweza kuambatana naye mpaka sasa, pengine familia za Kikristo ambazo zinatusikiliza sasa, Mkristo Mkatoliki ambaye anatusikiliza sasa, anapaswa kufanya nini ili kuweza kuishi mpango wa Mungu? Asante sana ndugu mtangazaji. Mkristo anayetusikiliza sasa anapaswa kuishi katika tunu za Mwenyezi Mungu. Maana anapaswa kuishi katika furaha, katika upendo, katika ibada na sala, na anapaswa pia kuishi katika sakramenti za kanisa. Asije akajitenga na sakramenti za kanisa. Aishi ndani ya sakramenti za kanisa na ndani ya mafundisho ya kanisa, na pia aweze kumpenda Mwenyezi Mungu kwa moyo wake wote na kwa nguvu zake zote. Atakapompenda Mwenyezi Mungu, basi Mungu atakuwa ndani yake na yeye atakuwa ndani ya Mwenyezi Mungu. Asante sana katekista, na nikushukuru sana kwa kutenga muda wako kuja kuungana nasi kwa siku ya leo, kuja kuzungumza kuhusiana na familia katika mpango wa Mungu. Mungu akubariki sana. Asante sana. Kabla tujatamatisha, dada Scholastica, una lipi la kumjuza msikilizaji na mtazamaji ambaye anatutazama sasa kuhusiana na hiki ambacho tumezungumza kuhusiana na familia katika mpango wa Mungu kwa siku ya leo? Napenda kuambia wasikilizaji na watazamaji wetu, ili tuweze kuishi mpango wa Mungu, tudumu katika sala. Familia zetu ziwe ni familia za sala. Familia zetu ziwe ni za kuishi sakramenti za kanisa. Tuweze kumwenzi Padre Patrick Peyton katika sala, katika matendo mema, katika kuinjilisha kwa ajili ya wengine. Ukiwa unamjua Mungu, usibaki wewe peke yako. Kuna wengine, jamii na kutegemea wewe. Usibaki kwamba Yesu ni wa kwako. Waishirikishe na wengine wamjue Mungu. Tuwe wainjilishaji wa kweli. Hapo tutakuwa tumeishi zile tunu za Mungu: imani, matumaini na mapendo. Kumbe katika kuinjilisha ndipo tutakuwa tumeshiriki ile amri ya kwanza ya upendo, ambapo alisema tumpende jirani. Unapompenda jirani ni pamoja na kumshirikisha tunu za kimungu, amjue Mungu, ampende Mungu na amtumikie Mungu, ili wote basi tuweze kufika kwake. Utume wa familia tunasema tumwenzi Padre Patrick Peyton kwa kusali pamoja kwenye familia zetu. Tutenge angalau dakika 15 kwenye familia zetu, tusali sala ya pamoja. Hapo tutakuwa tumeitengenezea familia yetu kumwenzi Mungu, na watoto wetu wataishi zile tunu za Mungu, kwa sababu hata watakapokuja kuwa watu wazima, watakapokuwa na familia zao, na wao watabaki kwenye ile tunu ambao wamelelewa kutoka kwenye familia. Tunaona mtumishi wa Mungu Patrick Peyton, yeye aliishi kulingana na wazazi wake walivyokuwa anaishi. Hata alipopata changamoto bado hakukimbilia sehemu nyingine, alirudi kwenye msingi kwamba tulikuwa tunaomba kwa mama Bikira Maria, tukipeleka sala zetu naye atatuombea. Ndivyo alivyoweza kufanikiwa. Je, familia zetu sisi tunamkimbilia Mungu tunapopata changamoto? Tunawalika utume wa familia, tunapokuwa na changamoto, tunapokuwa na furaha, turudi kwa Mungu, tumshirikishe furaha zetu, tumshirikishe changamoto zetu. Hapo tutakuwa tumeishi tunu msingi za Mungu, na familia zetu zitakuwa katika mpango wa Mungu.
Ubarikiwe sana. Nikushukuru pia wewe msikilizaji na mtazamaji wa Amani Radio Online TV na mtazamaji wa Holy Cross Family Ministry Tanzania kwa kuweza kuungana nasi kwa siku ya leo ambapo tumeweza kuzungumza kuhusiana na familia katika mpango wa Mungu. Kumbe basi yapo mengi ambayo tulipaswa kuyafahamu, naye katekista Rainel Petro ameweza kutujuza mengi zaidi akishirikiana na Scholastica Masanja, ambapo kwa mwendelezo wa vipindi kama hivi kuhusiana na familia basi endelea kufuatilia 101.5 Amani Radio FM, lakini pia kufuatilia mitandao ya kijamii ya Holy Cross Family Ministry Tanzania na Amani Radio Online TV. Mimi ni Irene Simon, endelea kuitunza familia yako kwani familia ni lulu na sala yenye nguvu ipo mikononi mwako. Mungu akubariki. Umejaa lulu ya thamani.